Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kinazo taarifa zinazoashiria uwepo wa mikutano inayofanywa na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambayo inadaiwa kuhusisha mipango ya kuhamasisha maandamano yenye uwezekano wa kuvuruga hali ya amani nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, katibu wa halmashauri kuu ya taifa wa CCM anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kiongosi, amewataka Watanzania kuzingatia umuhimu wa utulivu na mshikamano wa taifa. Tunakutana leo kuzungumza jambo muhimu ambalo linagusa mustakabali wa taifa letu. Linagusa maisha yetu kwa maana ya Watanzania, lakini ni jambo ambalo sisi kama Watanzania tunaamini kwamba umoja wa taifa letu ndio jambo la msingi. Sasa Chama cha Mapinduzi kimepata taarifa za kuaminika kwamba wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamefanya vikao vya siri kuhamasisha vurugu kwa kutumia maandamano ambao wanayaratibu. Sasa sisi kama chama tunapenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba wajibu wetu kama Watanzania ni kulinda taifa letu. Amani yetu ndio uhuru wetu. Tusiruhusu itikadi za vyama au makundi ya harakati yakachochea vurugu na kuharibu taswira njema ya taifa letu. Sasa taarifa hizi ni taarifa za kuaminika na mmewasikia katika majukwaa ya kisiasa wakizungumza wakisema kwamba watakwenda kuhamasisha maandamano. Sasa ukiangalia pia wanaharakati wamebeba ajenda za maandamano. Sasa nini wanataka kukifanya? Maana yake ni kuleta shida, kuleta taharuki na kuvuruga umoja na mshikamano wa taifa letu. Sasa jambo hilo inaelekea wenzetu hawataki utulivu katika nchi. Ndio maana wanapinga, wana ajenda ya kufanya vurugu na kuvuruga amani. Lakini Chama cha Mapinduzi kinapenda kuchukua nafasi hii kuendelea kutoa wito kwa Watanzania na wapenda maendeleo wote kutojihusisha na vitendo ambavyo vina mianya au zina viashiria vya uvunjifu wa amani wa taifa letu. Kama chama tunawaomba Watanzania walinde amani yetu, wafanye shughuli zao, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo, hakuna kilimo, hakuna biashara, hakuna uhuru wa kuabudu na mambo mengi yataharibika. Hivyo ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha Tanzania inakuwa salama. Lakini kama ambavyo tumekuwa tukieleza katika mikutano yetu ambayo tumeifanya huko mikoani, vijana na wananchi wa nchi hii tuna dhima kubwa ya kuhakikisha tunakuwa na taifa lenye utulivu na amani na mshikamano kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Sote kwa pamoja, huu ni wajibu wetu. Lakini pia wapo Watanzania wenzetu ambao wapo nje ya nchi na wengine wamekana uraia wa nchi yetu, wanachochea vurugu ili nchi yetu isiweze kutawalika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hususan vijana, ninapenda kutumia wasaa huu, ni wakati wa kuunganisha nguvu zetu, kukataa vurugu ili tuweze kuilinda nchi yetu. Vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani tusivikubali hata kwa dakika moja. Lakini ninachotaka kusema kingine, tusimame imara kulinda uhuru wetu kwa nguvu zetu zote. Tumuunge mkono rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake za kuunganisha nguvu za Watanzania ili kupata taifa moja lenye upendo, mshikamano na maendeleo ya kweli, kwa kuzingatia kwamba tuna vipaumbele vya kuvitekeleza ikiwemo ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025 mpaka 30, lakini dira ya miaka
50 dira yetu ya taifa. Sasa ili tufikie hayo malengo ni lazima nchi iwe na utulivu. Kwa nitoe rai na niwaombe Watanzania na vijana tulinde nchi yetu. Lakini tumie fursa hii kuviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuwa macho ili kuhakikisha tunakuwepo na ulinzi wa kutosha wa raia na mali zao na ulinzi wa mipaka yetu. Wenzetu wa vyombo wanafanya kazi nzuri na wajibu wao ni kulinda taifa letu. Hivyo kazi hiyo waifanye kwa ukamilifu wake ili taifa letu lizidi kuwa na utulivu. Lakini tumie fursa hii kuwaeleza wananchi na vijana tuwe macho kulinda taifa letu. Tutoe taarifa mara moja kwa vyombo vya ulinzi na usalama tukiona kuna dalili au viashiria vya uvunjifu wa amani, kwa sababu kama nilivyosema awali, bila amani hakuna maendeleo. Hilo ni jambo ambalo nilipenda kulielezea kwa upana wake. Lakini jambo lingine, juzi kulikuwa na budget ya bunge ambayo imesomwa na waziri wa fedha kwa maana ya majumuisho yote ya budget. Na budget ya 26-27 ni zaidi ya trilioni 62. Sasa mnaweza mkaona ni tofauti na miaka mingine kwamba serikali imeamua kupiga hatua kubwa ya kuweza kutumia fedha zetu za ndani kwa asilimia kubwa zaidi ya 75% tuweze kujitegemea kibudget na kupeleka huduma kwa wananchi wetu. Kwa hiyo tunalipongeza bunge, tunampongeza Mheshimiwa Spika, mawaziri pamoja na waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kupitisha bajeti hii ambayo itakwenda kuleta tafsiri nzuri ya maendeleo katika kipindi cha mwaka huu wa fedha ambao bunge limeidhinisha na kuipitisha hiyo bajeti. Lakini jambo la tatu nalopenda kuzungumza kwetu na kwenu waandishi wa habari, amani ya nchi yetu na utulivu ndio maendeleo yetu, na nyinyi mnaweza mkawa ni mashahidi. Bila amani hata humu ndani tusingekaa, bila utulivu hizi kamera zisingekuwepo, bila nchi kuwa na misingi ya amani pengine tusingekuwa tunazungumza. Sasa ni wajibu wetu kila mmoja, kila Mtanzania kuhakikisha tunalinda amani na utulivu. Lakini la pili, tuipende nchi yetu. Hatuna taifa lingine zaidi ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwetu. Kwa hiyo Watanzania watambue kwamba Tanzania hii hatuna ardhi nyingine. Mungu ametupa ardhi hii, mwenye wajibu wa kuilinda ardhi hii ni Mtanzania mwenyewe. Hakuna mgeni ataipenda nchi yetu au mwanaharakati ataipenda Tanzania tofauti na sisi Watanzania wenyewe. Hivyo kama chama tunaomba Watanzania na makundi yote tushikamane kuhakikisha upendo kwa taifa letu inakuwa ni kipaumbele chetu cha kwanza. Lakini katika majukwaa ya siasa ambayo yanahamasisha maandamano na vurugu, hasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mimi niseme maandamano huwa hayana faida. Maandamano mengi yamekuwa na hasara nyingi, yameleta vurugu nyingi ambazo wahanga ni watu wa kawaida. Huwezi kuona mtoto wa mwanasiasa yoyote au ndugu yake yoyote anapata shida katika vurugu za maandamano. Wanaopata shida ni watu wa kawaida na wengine ambao hawahusiki hata na mambo ya siasa. Sasa nitoe rai kwa wanasiasa, tuhubiri upendo, umoja, haki na mshikamano. Tusihubiri uvunjifu wa amani, kwa sababu amani inapotoweka vurugu ni kubwa. Kwa hiyo maandamano yenye viashiria vya uvunjifu wa amani tuyakatae, kama haya ambayo wenzetu wa Chadema wanataka kuyafanya. Na jambo lingine, nitoe wito kwamba vijana na Watanzania tuandamane kutafuta fedha, tuandamane kujenga uchumi, tuandamane kufanya biashara. Kama ni bodaboda, andamana kuendesha bodaboda. Kama ni mkulima, andamana kulima. Pata uchumi, peleka nyumbani, lea familia yako, wakufurahie baba kwamba tuna baba bora ambaye anatutunza vizuri. Lakini kufanya maandamano ambayo yataleta shida kwenye familia, yataleta shida kwenye taifa, maana yake hapa kuna Watanzania ambao hatuwatendei haki. Lakini maandamano yanapotokea ya uvunjifu wa amani, madhara yake kuja kuyarekebisha ni makubwa sana. Hivyo ni waombe sana na waandishi wa habari, ujumbe huu ufike kwamba tunahitaji Tanzania yenye utulivu, Tanzania yenye ujenzi wa hoja, Tanzania yenye umoja, yenye upendo, yenye mshikamano, ili shughuli ziweze kufanyika. Lakini mara zote nimekuwa nikisema na leo nitarudia tena kwamba wanaohamasisha fujo hata familia zao hazipo hapa. Na wapo baadhi ya viongozi, na nyinyi mnafahamu na Watanzania wanajua kwamba familia zao zipo nje ya nchi. Watoto wao wanasomeshwa bure nje ya nchi, wanapewa chakula nje ya nchi,
na hawa wanasiasa waliopo hapa nchini wanalipwa kwa kufanya vurugu ndani ya mataifa yetu ya Afrika. Sasa unajiuliza ni kwa maslahi ya nani? Ni maslahi binafsi, sio maslahi ya nchi yetu. Hivyo tutoe wito kwa Watanzania kwamba wazazi na walezi walinde watoto wao, waelimishe watoto wao. Vijana tujielimishe, tujue nchi inapoharibika hatuna taifa lingine. Kwa hiyo ukiona mtu hayupo nchini, anachochea fujo, anakuhamasisha, maana yake amekudharau, kwa sababu inapotokea changamoto yoyote yeye hutamuona popote akileta jambo lolote au kutoa msaada wa aina yoyote, lakini watatumia matukio hayo kama mtaji wa kujijenga kisiasa. Ndio maana ninasisitiza kwamba tuandamane kujenga uchumi, tuandamane kutafuta fedha zetu, tuandamane kupenda familia zetu ili mambo yazidi kuwa mazuri. Lakini kumekuwa na kasumba hapo katikati. Baadhi ya wanaharakati na wanasiasa kutengeneza ubaguzi wa wazi. Na ubaguzi huu umebezi katika misingi ya dini, kabila na kanda. Waasisi wa nchi yetu kwa maana ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Sheikh Abeid Amani Karume walikemea mambo ya ubaguzi, na walisema kwamba dhambi ya ubaguzi ni kama kula nyama ya mtu, kwamba hutaacha. Sasa nitoe wito na kuwaomba Watanzania wote tusikubali kuingizwa katika mchezo wa kubaguana. Tusibaguane kwa dini zetu, tusibaguane kwa kabila zetu, tusibaguane kwa kanda zetu, lakini sisi sote tuunganishwe na utanzania wetu, kwa sababu tukiunganishwa na utaifa wetu maana yake hakutakuwa na ubaguzi. Tunatamani kuona leo tuna nchi ambayo Mkristo anaweza kamuoa Muislamu wakatengeneza familia. Mtu wa kutoka kusini ataenda kaskazini atapata mke, watatengeneza familia. Kabila fulani na kabila fulani wataoana, watatengeneza familia. Sasa tukiruhusu hapa katikati wanasiasa hawa ambao hawana hoja, ambao wanaegemea katika upande wa kuligawa taifa, tukawaruhusu, tutapoteza nchi. Na ili tuweze kuwa na nchi imara, lazima tuunganishwe na utaifa wetu ambao ni Utanzania. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tusiruhusu dini zikatugawa, kabila zikatugawa, wala kanda. Tuunganishwe na Tanzania au Tanzania kama ambavyo waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume walitamani kuona, na ndiyo misingi ambayo tuko nayo mpaka leo. Kuhusu hoja kwamba CCM ni chama cha wazee, ameeleza kuwa chama hicho kina wanachama makundi yote na umri, na kwamba mchango wa wazee katika chama hicho ni muhimu na hauwezi kupuuzwa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.